Leo hii Jumatatu tumepokea habari za kushtua sana kwamba afisa wetu wa Mombasa Bwana Walid Sketi alivamiwa, kupigwa na kuumizwa na magengi ya wahalifu ambayo yalikuwa yametumwa na viongozi kutoka maeneo ya Changamwe. Haya yalitokea pale alikuwa amezuru yale maeneo yaliyopata hasara na mkasa wa moto jana usiku, ambapo nyumba zisizopungua 3 ziliweza kuteketea. Alipokuwa akitoa matamshi yake na kuelezea kwamba ni utendakazi duni ambao pia ulichangia kwa ile hasara kubwa kupatikana katika yale maeneo, baadhi ya viongozi wa pale walituma vijana wao kuweza kumuingilia, kumpiga na kumuumiza. Hii ni wazi kabisa kwamba bado Mombasa tuko na baadhi ya viongozi wanaojiona kama kwamba wao ni wafalme katika maeneo ya hapa Mombasa. Wanajiona kwamba wao wako juu ya sheria na kwamba wanaweza kufanya vile wanavyotaka katika masala ya kuleta amani na umoja katika jamii. Sisi kama shirika la Vocal Africa tunataka kusema hivi kwamba hatumuogopi kiongozi yoyote mjini Mombasa na Kenya kwa jumla. Ikiwa wewe ni kiongozi ambaye unafikiri unamiliki magenge ya wahalifu na utatishia watu kuwalazimisha wakupe wewe support, kwamba hutaki watu wakukosoe unapofanya makosa, hilo jambo usahau kabisa. Wanaharakati tutazungumza na tutazungumza kwa sauti za juu pale wale ambao wamepewa mamlaka wanashindwa kufanya kazi yao. Moto huu ambao ulitokea katika maeneo ya Changamwe, kama county government na kama viongozi wa Changamwe wangekuwa wameajibika katika utendakazi wao, basi hasara kama hii isingetokea. Lakini wao kwa kuzembea katika ufanyikazi wao wanaleta hasara, na pale watu wanawakosoa, wanapoonesha kwamba wanafaa kufanya bidii, wanatuma magengi ya wahalifu kuwaingilia, kuwapiga na kuwaumiza. Tunaambia polisi wachukue hatua za kisheria. Tunataka kuona hao vijana wahalifu, hao kwenye magengi washikwe haraka iwezekanavyo kwa kumuumiza afisa wa Vocal Africa mjini Mombasa. Na wale wanasiasa waliokuwa hapo pia na wakatoa hizo amri, tunataka vile vile wakamatwe haraka iwezekanavyo. Hii nchi si ya viongozi wa kisiasa, wanafaa wajue kwamba hii nchi ni ya Wakenya, na hatutaruhusu kabisa kiongozi yoyote mwenye magengi ya majambazi kuendelea kunyanyasa wanaharakati na wananchi kwa jumla.